Na karibu mtazamaji popote pale ulipo kwenye taarifa zetu za mchana huu wa leo. Mie ni wenu Swale Mdoe. Idadi ya watu waliofariki kufuatia ajali iliyohusisha trela lililowagonga watu waliokuwa wakiwasaidia majeruhi wa ajali ya awali iliyohusisha pikipiki katika eneo la Malaha huko Webuye imefikia 15. Kulingana na daktari mkuu katika hospitali ya Webuye, watu 10 walifikishwa hospitalini humo wakiwa tayari wamefariki, huku 5 wakiaga dunia walipokuwa wakitibiwa. Kati waliofariki ni watu 6 wa familia moja, huku wengine wakiwa wakazi wa kijiji kimoja huko Malaha. Majeruhi 16 wanaendelea kutibiwa katika hospitali hiyo. Ajali hiyo ilitokea baada ya trela kupoteza mwelekeo na kuwagonga watu waliokuwa wakijaribu kuwasaidia majeruhi wa ajali ya pikipiki. Tuliweza kuokoa maisha ya watu 16. Watu 5 walifariki wakipata matibabu hapa katika hospitali. Mmoja kati ya 5 tulijaribu kumfanyia upasuaji, lakini hatukufaulu. Alifariki akipata hiyo huduma katika chumba cha upasuaji. Huyu ni bibi yangu. Alafu tuko na watoto 4 na ametuachia mtoto baada na nyonya na sina mbele na nyuma. Hakika walijaribu kumshughulikia maisha yake, lakini ikawa ni ngumu. Alikuwa analia kwa ajili ya watoto, maana ameacha watoto wadogo. Mtoto wake mdogo ni mwaka mmoja na wengine bado hata ndio wako CPC. Watutengenezee matuta ama watutengenezee njia, maana hii njia itamaliza watu wengi. Sababu unapoteremka pale hapa ni mteremko mpaka huko chini. Na trailer inapoteremka inaachilia. Sasa tunaomba ya kwamba serikali kama kuna uwezo wa hii barabara ama ipanuliwe, kila mtu akuwe na nafasi yake ya kupita. Tuelekee kaunti nambari 1 ambapo naibu